amani kutawala, uungwana kuwepo, utulivu kushamiri, umefanya mchezo wa mpira wa miguu unachezwa kwa mafanikio makubwa. Na sisi katika kipindi hiki cha Mheshimiwa Samia akiwa analiongoza taifa letu, kama club tumepata bahati ya kuwa na mafanikio mengi. Kwa hiyo tunaamini utulivu wa taifa letu, usalama ambao unapatikana ni chachu ya mafanikio ya kimpira kwenye nchi yetu, lakini pia kwa klabu yetu ya Young Africa. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, kwa sababu mambo yangekuwa hayakaliki hapa Tanzania, leo hii ubingwa huu wa NBC tusingekuwa nao hapa klabu. Lakini mambo yanakwenda salama, nchi imetulia, nchi ina furaha, na ndio wananchi tunafanya kazi yetu kwenye pitch kupambana kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo ili kombe pia ni zawadi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunajua yuko na ratiba nyingi kwa ajili ya kuijenga nchi yetu ya Tanzania, lakini tumuombe mama yetu wakati ambao watapata muda wa ziada wa kupumzika, basi klabu hii itakuwa tayari kuipeleka zawadi hii akaishuhudie Mheshimiwa Rais kwamba bana, kazi nzuri unayoifanya kwenye kujenga taifa letu upande huu wa michezo, matunda yake ndio kama haya ambayo klabu ya Young Africans tunayapata. La tatu ni kuwashukuru wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu ya Yanga. Huu msimu mpaka tumefika mwisho, tumepitia mengi sana kama Young Africa. Mpaka tumefika mwisho leo hii, tumeketi hapa tuna ubingwa wetu tunajipongeza, tumepitia mengi sana kama Young Africa. Lakini siri yetu ya mafanikio, licha ya chombo kupigwa sana na mawimbi katikati kwenye safari, siri yetu ya mafanikio ni umoja, mshikamano na upendo kati yetu. Hata katika nyakati ambazo chombo kinayumba, bado Yanga tulibakia pamoja, na manahodha ambao tuliwapa dhamana ya kuongoza chombo chetu tuliendelea kuwaamini kwamba watatuvusha kwenye hicho kipindi kigumu. Na alhamdulillah tumevuka hizo nyakati ngumu, tumezivuka, na leo tumefika mwisho wa safari ya ligi kuu tukiwa mabingwa wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo niwapongeze sana wanachama wote, tena kuanzia kwenye viongozi wetu wote wa kanda, viongozi wetu wote wa matawi, waratibu wetu wa mikoa, wanachama, mashabiki, matawi yetu yote. Kwa niaba ya uongozi wa klabu yetu ya Yanga tunasema asante sana kwa umoja, upendo na mshikamano ambao mmeuonyesha msimu huu. Baadaye kidogo hapo nitaingia ndani kidogo kueleza kwa nini nawaambia katikati ya safari chombo kilikuwa kinapigwa na mawimbi kinayumba namna hii, lakini bado tulisalia kuwa imara na upendo na tukavuka, na leo tunasimama kama championi wa ligi kuu ya Tanzania kwa mara ya 4 mfululizo. Shukrani ya kipekee iende pia kwa benchi letu la ufundi, kwa wachezaji wetu kwa kazi nzuri ambao wameifanya msimu huu kuhakikisha wanavuja jasho, na ilipostahili damu kumwagika walimwaga, kwa sababu waliumia, walihatarisha usalama wao kwa ajili ya kuhakikisha wana Yanga tunapata furaha. Kwa hiyo tunawapongeza sana wachezaji wetu, tunawapongeza sana benchi letu la ufundi kwa kazi nzuri ambao wameifanya kuhakikisha Young Africa imefurahi. Mwisho kwenye shukrani, tunawapongeza pia timu zote 14 ambao zimeshiriki ligi kuu msimu huu. Sisi Yanga na hizo timu 14 ambazo zimeshiriki, tunawapongeza sana. Mmetupa ushindani mkubwa, mmetupa changamoto nzuri, na hakika mmeifanya ligi yetu imepanda kiwango. Kwa sisi Young Africa tunawashukuru timu zote 14 ambazo tumeshiriki nazo ligi msimu huu. Lakini kwa kipekee
tusiache kumshukuru Aviola. Tunamshukuru sana Aviola kwa ubabaishaji, udanganyifu, propaganda za hapa na pale hazikwenda bure. Zilitufanya tuwe macho na sisi tupambane. Tawaibia siri kidogo leo ndugu zangu. Siku moja Aviola walikuwa wanazungumza, siri ilikuwa baada ya mechi gani? Walikuwa wanazungumza bila hofu na mashaka yoyote. Nafikiri ilikuwa KMC pale. Msemaji wa Aviola akasimama akasema tunacheza mechi za Yanga. Nakumbuka? Bila mashaka yoyote. Msemaji wa Aviola akasema tunazicheza mechi za Yanga. Ile kauli ndugu zanguni ndio iliamua hatima yao msimu huu. Kama mlikuwa hamjui. Yaani kilichowaponza au kilichomponza Aviola msimu huu ni mdomo wake. Baada ya kutamka hadharani kwamba anacheza mechi za Yanga, sisi Yanga tukajiuliza, anachezaje mechi zetu? Anacheza kivipi? Ana nguvu gani huyu wa kusimama na kusema kwamba anacheza mechi za Yanga? Anajiamini nini? Kiburi chake ni kipi Aviola? Pale na sisi tukaweka mguu chini. Tukakubaliana kwamba ukiwa wanasema Waswahili ukiwa mvuvi wa pweza tunakutana wapi? Mwambani. Sasa mwisho wa msimu umefika. Furaha yetu Yanga sio tu kuchukua ubingwa. Furaha yetu pia ni kumuona Aviola akaondoka patupu. Hiyo ni furaha yetu kubwa ambayo wana Yanga tuko nayo. Kuna furaha ya kuchukua ubingwa, alafu kuna furaha ya kumuona Aviola ameondoka mikono mitupu. Na nimewaibia siri, lini, siku gani Yanga tuliketi chini tukaweka dhamira sasa leo tukubaliane huyu Aviola aondoke mikono mitupu msimu huu. Kwa sababu unapojitangaza hadharani kwamba wewe unacheza mechi za Yanga, maana yake wewe una msuli wa kuisumbua klabu hii kubwa na kongwe Afrika Mashariki na Kati.